sababu kuu tatu zinazomfanya mwanamke achukie kushiriki tendo la ndoa. Sababu ya kwanza ni kupata maumivu makali wakati anashiriki tendo la ndoa. Sababu ya pili ni kutokwa na damu wakati anashiriki tendo la ndoa. Na sababu ya tatu ni kutokwa na uchafu wenye harufu kali wakati anashiriki tendo la ndoa. Sababu hizi zinamfanya mwanamke achukie sana kushiriki tendo la ndoa kwa sababu kwanza anajisikia aibu. Cha pili, anashindwa kujiamini na kutoa ushirikiano vizuri ama ipasavyo kwa mwenza wake kwa sababu kwanza ya maumivu anayoyapata. Sababu ya maumivu inaweza kawa ni ukavu kutoka katika uke wake, inaweza kumsababisha kwamba kuweza kupata maumivu, ama kama alishawahi kutoa mimba ama kuharibikiwa kwa mimba na kuweza kusababisha kizazi chake kidogo kuwa kimekaa vibaya, na hii inaweza kumsababishia wewe mwanaume unaposhiriki naye kuweza kugusa katika kile kizazi na kuweza kumsababishia kupata maumivu makali. Hivyo hii inamsababishia mwanamke kuweza kupata maumivu makali na kuondokana na ile hali ya kushiriki tendo la ndoa kabisa, na badala yake nakuwa na maumivu makali anayoyapata na kuto kuhisi ile raha ya kushiriki mapenzi. Sababu ya pili ni kutokwa na damu wakati anashiriki tendo la ndoa. Sasa sababu za kutokwa na damu zipo nyingi wakati anashiriki tendo la ndoa. Aidha ni mkavu sana na amepata michubuko, hivyo anaweza kutokwa na damu, lakini damu tunayozungumzia ni ile kama damu ya hedhi. Wakati unashiriki tendo la ndoa unatoka na damu ya kutosha kidogo. Sasa hii inakuwa inamsababishia yeye mwanamke kuto kujihisi vizuri, na hata mwanaume pindi atakapoiona ile damu katika sehemu zake, naye huwa inamtoa katika ile mood ya kuweza kufanya kushiriki tendo la ndoa. Sababu ya kutokwa na damu katika njia ya uzazi kwa mwanamke inaweza kusababisha kuwa na UTI ya muda mrefu ambayo imemsababishia kuweza kufanya kitu kama hicho, ama kizazi chake kuwa kimekaa vibaya na mwanaume pindi anapomwingilia kuweza kugusa mara kwa mara na kuweza kumsababishia kutokwa na damu. Na sababu ya tatu ni kutokwa na uchafu wakati wa kushiriki tendo la ndoa, na uchafu huu unakuwa na harufu kali sana. Sababu inayomfanya mwanamke atokwe na uchafu wakati wa kushiriki tendo la ndoa ni kuwa na tatizo la PID. Sasa hii PID huwa inawatesa wengi na kuweza kusababisha kwamba kutokwa na uchafu wenye harufu kali na harufu mbaya, na wakati mwingine huwa anaambatana na muwasho katika sehemu za siri. Sasa pindi unaposhiriki naye, mara nyingi kama mwanamke ana PID, basi inaweza kumsababisha kutokwa na uchafu na ukawa na harufu kali sana, kwa sababu ule uchafu umeshakaa muda mrefu katika sehemu za kizazi na hivyo kumsababishia kuweza kutoa na harufu mbaya. Hii mara nyingi wanawake huwa inawatoa katika ile mood ya kushiriki tendo la ndoa, lakini pia si wanawake peke yake. Hii hata wanaume pia wanaposhiriki nao, kama unakuwa unatoka na uchafu wenye harufu kali, basi inakuwa inawasababisha kwamba wanakosa ile hisia ya kuweza kuendelea tena kushiriki tendo la ndoa. Sasa wewe mwanamke, kama una matatizo haya niliyoweza kukuelezea hapa na uliyoweza kuyasikia hapa, acha nikuelekeze dawa nzuri ambayo itakayoweza kumaliza matatizo yako. Matatizo ya kupata maumivu wakati unashiriki tendo la ndoa, ya kutokwa na damu wakati unashiriki tendo la ndoa, na kutokwa na uchafu mara kwa mara wakati wa kushiriki tendo la ndoa, au hata kama haushiriki tendo la ndoa. Hebu tafuta hivi vitu kisha utengeneze vizuri kama nitakavyokuelekeza, kisha uweze kutumia. Tafuta unga wa uwatu, ambati soda, pilipili mtama, giligilani na maziwa fresh pamoja na asali. Hivi vitu vyote utavichanganya. Baada ya kuchanganya utavichemsha. Ukishamaliza kuchemsha utachuja. Ukishachuja ndio uweke maziwa pamoja na asali. Utaweka maziwa pamoja na asali. Hakikisha kwamba utatumia vijiko viwili asubuhi, vijiko viwili jioni, kwa muda wa siku 7 mpaka siku 14. Hii inaweza kabisa kukurudisha ile hali ya hisia ya tendo la ndoa. Itaweza kuondoa maumivu makali unayoyapata wakati unashiriki tendo la ndoa. Inakata ile hali ya kutokwa na damu wakati unashiriki tendo la ndoa. Kisha inaondoa ule uchafu unaokutoka mara kwa mara, kwa sababu pia inaweza kuponesha PID. Sasa ile hali ya kutokwa na uchafu mara kwa mara pia itakata. Ukishindwa kuandaa hii, nitafute niweze kukupatia tiba nzuri iliyoweza kuandaliwa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hii. Mimi ni mtaalamu wako wa tiba ninayekushauri kila siku. Kama haujanifollow, ni follow, nitakufollow back. Namba zangu za simu +255 752
Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri. Asante sana.